Tunaendelea kupata baadhi ya rambirambi ambazo zinatumwa katika mitandao ya kijamii, lakini kwanza kabisa takakuwa ni vizuri kabisa tuweze kuangalia mwenyekiti ambaye nafikiri ameweza kuzungumza si mara moja si mara mbili ukuruba wake, uswaiba wake, ushirikiano wake, walitoka wapi yeye na marehemu Raila Amolo Odinga, na anasema kwa maneno kwa kweli hawezi kueleza jinsi gani anavyohisi katika siku hii ya leo. Ni taarifa ambazo zimeweza kumgusa pakubwa sana. Anasema Raila Amolo Odinga hakuwa tu ndugu, hakuwa tu rafiki, lakini alikuwa nguzo muhimu sana katika maisha yake. Anasema ni mtu ambaye anamjali sana, ni kiongozi ambaye falsafa zake ziliendana na kile ambacho alikuwa anaamini. Anasema familia yake imeweza kupoteza mwanafamilia, imeweza kupoteza rafiki mkubwa, na pia imeweza kupoteza msiri wake, maana ni mengi ambayo alikuwa anashauriana. Anasema kwa taifa limeweza kupoteza kiongozi shupavu kabisa, jasiri. Anasema Raila Amolo Odinga aliishi maisha ya kujitolea mwanga ili kwa ajili ya taifa kuweza kufaulu. Anasema kutoka kule alikokuwa amefungwa hadi kule ambako ameenda kujificha kutafuta afueni mpaka sasa hivi katika barabara zetu. Anasema ukiangalia katika macho yake na mwili wake alijitolea mwanga kuhakikisha kwamba kuna kuwa na mabadiliko, na yeye kwa kweli kwamba aliweza kuna mengi ambayo aliweza kupatikana. Anasema kwa sasa hivi anamkumbuka pia kwa mchango katika katiba yetu ya Kenya, akija katika masuala ya ugatuzi ambao aliweza kuleta kwa taifa letu la Kenya, ukija katika masuala ya uhuru wa mahakama kama alivyozungumza pale Linus Kaikai pia ameweza kuzungumzia hapa. Anasema ni mtu ambaye kwa kweli aliweza kutoa mchango kuhakikisha kwamba kutakuwa na uwazi na uwajibikaji katika nchi yetu ya Kenya. Anasema siku ambazo zitakuwa zinakuja, siku za kesho na kesho kutwa, anasema kwamba mambo yatakuwa sawa bila Raila Amolo Odinga. Kwa mjane Mama Aida Odinga, kwa wanaye marehemu Raila Odinga, na kwa Wakenya kwa jumla, kwake anawapa pole, na pia vile vile kwa kwetu ni kuweza kumwombea dua, manake pigo hili ni pigo kubwa na la taifa kwa ujumla. Mwenyekiti Royal Media Services Daktari SK Macharia akiwa ameweza kutoa rambirambi zake. Na tukisonga mbele pia vile vile tunajua kwamba alikuwa ni mtu wake wa karibu ambaye ni rafiki. Tuenda kwa jaji mkuu ambaye anasema kwamba ameweza kupokea taarifa hizi kwa huzuni mkubwa sana katika kusikia taarifa za kifo chake Raila Amolo Odinga aliyekuwa waziri mkuu hapa nchini Kenya. Anasema kwa niaba ya taasisi ya mahakama na pia vile vile katika tume ile ya huduma za mahakama, na kwa niaba yake mwenyewe anapeleka rambirambi zake kwa Mama Aida Odinga, familia nzima Aida Odinga, na pia vile vile kwa wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Anasema yupo nao katika kipindi hiki cha maombolezo, wakati taifa linaomboleza kuondokewa kwa nguzo muhimu sana hapa nchini Kenya. Huyo ni Martha Koome, jaji mkuu. Tukienda kwa Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Tanzania, anasema nimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kifo cha mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Anasema tumempoteza kiongozi mahiri, mwana jumuiya wa Afrika Mashariki, mpenda amani na mtafuta suluhu, ambaye ushawishi na upendo wake haukuwa tu ndani ya Kenya bali Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Msiba usi wa Kenya pekee bali wetu sote. Kwa niaba ya serikali na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninatuma salamu za pole kwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Mama Aida Odinga, watoto, familia, ndugu, jamaa na marafiki na wananchi wote wa Kenya kwa msiba huu. Tunaungana kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu awajalie subra, faraja na imani katika kipindi hiki, na ilaze roho ya mpendwa wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mahali pema peponi. Hiyo ndio ambao ni risala ya rambirambi kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Tanzania ambaye ni Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji, bado pia kuna mambo mengi ambayo yanaendelea hapa nchini Kenya katika sehemu tofauti. Na tuelekee katika maeneo ya Eldoret, lakini kama tuelekee Eldoret, mwelekezi wangu ndio picha ambayo anaonyesha pale, mwelekezi wangu Ibrahim, kwa mambo yalivyo. Lakini kuna swali ningependa kukuuliza tu Linus Kaikai kabla tuelekee Eldoret, kwa sababu umeizungumza hapa historia ya marehemu Raila Amolo Odinga, na ukitaja historia hiyo na ukitaja historia ya baba yake, unaona kwamba ni watu ambao walitangamana na watu kutoka makabila tofauti. Walishirikiana na watu kutoka Mlima Kenya, watu kutoka katika maeneo ya Maa, watu kutoka Pwani. Hasa kinachoshangaza watazamaji ni kwamba hii karata ya ukabila alafu ikatokea wapi?
ikiwa miaka hiyo yote ya nyuma jamii zimetangamana bila kujali ukabila. Huu ukabila chimbuko lake hasa ni wapi? Ukabila ni kitu kimoja cha huzuni sana katika nchi hii, na ni ugonjwa ambao ukiangalia mwanzo wake ama chanzo chake ni katika siasa zilizofuatia baada tu ya kupata uhuru wa mwaka 1963. Na nitajaribu kuelezea kwa kifupi kwamba ilianza na, kwanza kabisa kabla ya uhuru. Tukumbuke kwamba mazungumzo ya kuleta uhuru nchini ilihusisha sehemu mbili ambazo zilitofautiana sana ideolojia na kimawazo. Vikundi hivi viwili vikubwa vya kisiasa vilikuwa, upande mmoja ni KANU, Kenya African National Union, ambayo ilikuwa inaongozwa na Jomo Kenyatta na Jaramogi Oginga Odinga, walikuwa upande mmoja. Kwao kwa upande wao walipendelea siasa ama mfumo wa serikali ya central ama serikali ya katikati ambayo ina madaraka kutoka juu hadi kwenye mashinani. Upande wa kushoto kulikuwa na upande wa Kenya African Democratic Union, KADU, ambao ulijumuisha viongozi kutoka makabila madogo. Na makabila hayo yalikuwa pamoja na Rais Moi ambaye ni Mkalenjin, Ronald Ngala, babake Noah Katana Ngala kutoka Pwani. Kulikuwa na Masinde Muliro kutoka upande wa Waluhya. Kwa hivyo kulikuwa na msingi fulani wa kuhofu za siasa za kikabila kabla ya uchaguzi. Na ili nipate kuongeza, pia kulikuwa na delegations mbili zaidi katika mazungumzo hayo ya kwenda kwenye Lancaster uko London. Vikundi hivyo ni, moja ilikuwa ni ya Wamasai ambao walikuwa pamoja wakiongozwa na kina John Keane, John Ole Konchela, Ole Tameno, Ole Sein na viongozi wengine ambao walienda London kuwakilisha swala la Wamasai. Na sababu ya kuwahusisha Wamasai of course ni sababu kulikuwa na mkataba kati ya wazungu wa Uingereza na Wamasai, mkataba wa mwaka 1904 na mwaka 1911. Alafu kulikuwa na kikundi kingine cha Northern Frontier District ambayo ni wa Somali. Swala of course likiwa ni pande gani Somalia, Wasomali watakuweko baada ya uhuru. Kuna Wasomali walio upande wa Kenya na kuna Wasomali walio upande wa mwingine. But yote haya usahau Wasomali na wasahau Wamasai, kwa sababu sasa siasa zikawa kati ya makabila makubwa. Makabila mawili makubwa katika chama cha KANU ambayo yalikuwa pamoja katika chama cha KANU ni kabila la Wakikuyu, ikiwa na hakuwa rais wakati wa Jomo Kenyatta, na upande wa Jaluo ambaye ni Jaramogi akiwakilisha. Wao wakatofautiana huko London kwamba ni mfumo upi nchi itachukua. Nakumbuka kwamba hii KADU pia walikuwa wana accused, wanalaumiwa kwamba wanazungumza na wazungu. Wazungu ndio wanawaambia, unajua haya makabila makubwa yatakuja kuwatawala, kuangamiza, kwa hivyo mtahitaji mfumo wa devolution. KADU ilisimamia devolution, kwamba kutakuwa na serikali kuu, lakini pia kutakuwa na serikali ya kieneo na yote maeneo 8 ya Kenya ambayo yalikuja kuwa baadaye kuwa provinces. Akaja Jaramogi akasema, Bwana Jomo, tusicheleweshe uhuru na hii argument. Jaramogi akamwambia Jomo Kenyatta, tukubali hiyo masharti ya KADU ili tupate uhuru, tutabadilisha baadaye. Na ikawa hivyo kweli kweli. Uhuru tuliupata mwaka 1963 na katiba ya devolution, a devolved system, ambapo kwamba provinces zote 8 ambazo tulikuwa nazo zilikuwa na baraza za kieneo. Kabla iwe mikoa. Kabla hiyo mikoa ilikuwa sasa regions. Uhuru kapatikana, alafu sasa Jomo Kenyatta pamoja na Jaramogi wakaanza kuvunja
ile maagano ya Lancaster na kubadilisha taratibu system. Unajua tunasahau kwamba badiliko la kwanza kabisa ilikuwa ni ile ya mwaka 1964 ambako Jomo Kenyatta akaacha kuwa waziri mkuu akakuwa rais. Badiliko kubwa sana ambalo limekuwa kama kidonda mpaka sasa hivi, kwa sababu urais ulionekana kuwa ni kama unajua hapa governor alikuwa ndio kama waziri mkuu, governor wa Uingereza. Lakini sasa ukiweka urais, sasa urais ni kama anakuwa kama mfalme. Kwa kama nimekuelewa vizuri Lina, sasa unaweza sema kwamba tofauti zilizokuwa za kisera, kimaono, kisiasa wakati huo, kuna uwezekano kuna watu wengine wameweza kuzishikilia mpaka leo ambao zimeweza kuchangia sana kadi ya ukabila kutumiwa kila wakati wa kampeni. Sitaki kusema kwamba kuna viongozi wengi sasa hivi wanaoongozwa na sera. Viongozi wengi kwa sasa wanaongoza tu na kabila. Nafikiri kwa story yote ya 60s na hata kabla ya uhuru, ile ambayo imebebwa sana na kupelekwa mbele na wanasiasa wa sasa ni ukabila. Na ningeelezea tu sasa ilipofikia. Baada ya 64 Kenyatta akakuwa rais, sio prime minister tena. Unajua prime minister ilikuwa unakaa bungeni kama mbunge yeyote, unajibu maswali kwa sababu ni demokrasia ile ya first among equals. Prime minister ni mkubwa tu kati ya walio sawa. Sasa ikabadilika kwamba ikawa rais, na rais ni above the law, kwamba ako juu ya sheria. Madaraka ikaanza kutumiwa kwa njia hiyo. But nielezee sasa ilipofika mwaka wa 66 ikawa sasa ni vita za ubabe kati ya viongozi. Na ubabe wa kwanza sasa ilikuwa ni kati ya Jaramogi na Rais Jomo Kenyatta. Na nilivyoelewa katika historia hii, na ninaweza kukosolewa na wale ambao walikuwa hai wakati huo, nilielewa kwamba upande wa Jaramogi tayari akaanza kuwa profiled wakati huo. Kwamba huyu ni, unakumbuka kulikuwa na vita baridi wakati huo kati ya Urusi, Urusi ambao ilikuwa ni Soviet Union pamoja na upande moja, na upande wa kulia ni Marekani. Wakaanza miaka hizo watu walikuwa wanakuwa painted na hizo categorization. So wakaanza kutuma messages kwamba Jaramogi ni kibaraka wa kikomunisti. Wakambandika hizo. In fact kuna wakati mwaka wa 66 ama ni wa 66 waliweka silaha kwenye ofisi yake. Hapa tu ofisi ya makamu wa rais. Wakasema kwamba ameleta silaha kutoka nje. Na kabla hiyo 65 mwanasiasa wa asili ya Kigoa Pio Gama Pinto ambaye alikuwa ndiye mwenye sera za kisocialisti. Na ninasema kisocialisti si kwa njia ya kusema kikomunisti in the way ilikuwa inatumiwa kama ni kama dhambi. Kisocialisti ambayo bado socialism iko sasa hivi, ndio siasa ya mirengo ya kushoto yote inaegemea siasa za socialisti. Pio Gama Pinto akauawa mwaka wa 65. Wakati huo hapa nje hapa Parklands mambo yakaanza, ndio damu ya kwanza iliyomwagwa katika nchi hii. Alafu Jaramogi sasa vita zake na Kenyatta zikaanza. Mwenye sera kwa upande wa Kenyatta alikuwa ni Thomas Joseph Mboya ambaye ni kijana mdogo Mjaluo aliyezaliwa Thika, mwenye ushawishi mkubwa sana. Alikuwa na contacts nyingi huko Marekani. Alikuwa anaonekana kama ni mtu ambaye Marekani ilikuwa inampendelea. Thomas Joseph Mboya akienda Marekani nyakati hizo, anaenda kwa Rais John F. Kennedy. Jinsi wewe unaweza enda pale Kilifi kwa Swaib rafiki yako. Thomas Joseph Mboya, Tom Mboya akawa mwenye madaraka mengi sana, na ndiye akatoa design ya kumkata miguu Jaramogi Oginga Odinga mwaka wa 66. Alifanyaje?
alimwambia Kenyatta, unajua hii nafasi ya makamu wa rais wa chama cha KANU tuigawe iwe kieneo, so kila eneo iwe na makamu wa rais, ili kuimwagia maji na kuiyeyusha ile uzito wa Jaramogi Oginga Odinga. Jaramogi na itakumbuka, na tutatafuta hiyo barua fupi sana akamwandikia rais, baadaye akasema kwamba sina kazi kama makamu wa rais, naomba kuondoka. Nao nakujia upande sasa wa ukabila ulivyoingia. Naam. Ukabila uliingia hasa mwaka wa 1969 wakati Jaramogi alipotengeneza chama kilichoitwa Kenya People's Union na wakafanya uchaguzi. Walilazimishwa na serikali ya wakati huo kwamba kama umebadilisha chama, rudi kwenye uchaguzi. Wakati huo ndipo tukaanza kusoma kwamba kulikuwa na kuchukuliwa kwa inaitwaje, oath, ile kiapo. Watu wanakula kiapo katika sehemu moja ya nchi kwamba uongozi usiende eneo fulani, na watu walikuwa wanasafirishwa kwenda Gatundu. Nafikiri kuna viongozi washaelezea katika interview zao kwamba waliona ama walishiriki katika hiyo ikawa ndio mwanzo, dhambi yetu ya kwanza, kwamba kuna sehemu waliambiwa kwamba hawa wasiwe tena. Alafu la ziada wakati huo, Tom Mboya akapigwa risasi akafa hapa Moi Avenue tarehe 5 mwezi Julai wa 1969. Jomo Kenyatta akaenda kufungua hospitali ya Russia, ile hospitali kuu kwa Kisumu, Oktoba mwaka huo, na kutokea vurugu, watu wengi walipigwa risasi, na Jomo Kenyatta kuanzia mwaka wa 69 hadi afe mwaka wa 78 hakurudi Nyanza, hakuenda tena Nyanza kabisa. Ikaanza kwamba kunakuwa na a formal, ni kama rasmi, kugawa nchi na kuacha sehemu fulani. Hiyo ndio original sin ya ukabila katika nchi hii. Na ukifuatilia kumekuwa na baadaye, unajua watu hupona majeraha kwa njia tofauti, na ndivyo naelezea kwamba Raila na babake Jaramogi ilibidi waendelee kubadilisha siasa zao ili kumaliza the isolation ile ambao waliona kwamba jamii inaachwa kabisa. Nyanza kwa miaka mingi haikuwa na maendeleo kwa sababu ya kikabila, na ikakuwa ni kama rasmi kwamba sehemu hiyo wachana nayo. Lakini kimtazamo wako, labda pengine kabla tumpe nafasi Lulu kidogo aweze kutupa maoni, labda pengine kwa dakika moja, unadhani itafika mahali katika nchi yetu ya Kenya ambapo tunaweza kufanya siasa zetu tukaweza kupigana kisera, tukapigana kimaono bila kuendekeza ukabila ndani yake? Kama kweli nimesikia watu wanasema kwamba tumkumbuke labda pengine Raila Amolo Odinga, tufanyeje? Inaweza kutupa nafasi tukasema kama Wakenya ukabila si mzuri, na kama Wakenya tuheshimu makabila ya kila mtu, lakini isiwe ndio sababu ya kukandamiza mwingine kwa sababu ya kabila lake. Inaweza ikafika mahali tukaangaliana mimi na Linus kimaono, kimawazo, kisera bila kuendekeza ukabila ndani. Unajua Rashid, mwaka wa 2002 tarehe 30 Disemba nilidhani tushafika hapo kama nchi. Siku hiyo ndio matokeo yalitangazwa ya uchaguzi wa mwaka wa 2002. Wakati huo kulikuwa na viongozi kadhaa kwenye wanaowania urais, lakini contest kamili ilikuwa ni kati ya aliyekuwa kiongozi wa NAK, that is Mwai Kibaki, na kiongozi wa chama cha KANU Uhuru Kenyatta. Nakumbuka sana nikiwa Uhuru Park, na ukirudi nyuma kidogo, tarehe 14 Oktoba mwaka huo wa 2002, Uhuru Park pale waliungana viongozi wengi, wale waliotoka KANU na wale waliotoka upinzani wakaungana pamoja. Alafu kukawa na ile rallying call ya Kibaki tosha. Nchi hii mwaka wa 2003 January ilikuwa katika sehemu hiyo unazungumzia,
kwamba unafikiri kwamba ni kama ukabila umeshindwa. Manake tumekuja sote tofauti kando, tumeungana bila kuja. Kibaki alipata kura kutoka kila sehemu ya nchi na Uhuru Kenyatta alipata kura kutoka sehemu nyingi za nchi. Na ninakumbuka mood ya nchi. Siku hizo nilikuwa mwanahabari huko South Africa, na nikiwa kwenye ndege kwenda South Africa, nakumbuka aliyekuwa karibu na mimi akaniambia, wewe ni Mkenya. Ilikuwa hata kuna wakati walipima, kulikuwa na some survey ilifanyika, wakasema kwamba Kenyans are the most optimistic people in 2003, kwa sababu tulikuwa tuna hiyo feeling kwamba ukabila umeshindwa. Ili kujibu swali lako, hilo tu linawezekana wakiingia watu wengi wenye sera nzuri na watu wengi wenye nia nzuri katika sehemu za madaraka. Kwa sababu yote yaliyopatikana mwaka huu wa 2002 yalibadilika mwezi wa 6. Kila kitu ilikuwa imesharudi vile ilikuwa, ukabila umerudi. Wale waliosaidiana kuleta madaraka wote najitoa. Sikutoa, mnatolewa. Mnakorofishana. Kwa hivyo tumeshakuwa hapo, na nitumie tu nafasi pia kusema hiyo peke yake ndio ilikuwa uchaguzi mzuri ambao nchi hii ishawaifanya. Uchaguzi wa mwaka 2002. Kimtazamo yangu kama mwanahabari ambaye nimekuwa kwenye polling station na nimekuwa kwenye tallying center na nini na yote kuangalia katika chaguzi zote, tumekuwa na uchaguzi mmoja tu wenye unasema above board, sijui kwa Kiswahili utasemaje, na huo ni mwaka wa 2002. Yote ingine hiyo ni sarakasi. Na bila shaka Linus Kekai Lulu akiweza kuchanganua safari yake ya akawa mwanahabari, akieleza jinsi ambapo ukabila uliweza kujitokeza. Anasema Wakenya wakapata nafasi nyingine mwaka 2003 kumaliza ukabila na kuuzika kabisa katika kaburi la Saul, lakini anasema miezi kadhaa tu chimbuko la ukabila likaanza tena. Tutakuwa nazungumza naye zaidi kuhusiana na mengi. Nakumbuka pia ni mtu ambaye alipata bahati ya kuzungumza na marehemu kwa dakika zake 7, lakini kuna mengi aliweza kuyazungumza. Baadaye nitakuwa kuja tuyachanganue kwa kina, labda rais ama marehemu Raila Amolo Odinga alimwambiaje kuhusiana na mchakato wa Rais William Ruto na broad based government. Nafikiri hilo pia lazima waligusia, nitampa nafasi. Lakini kwanza kabisa Lulu, tukupe nafasi tuangalie Wakenya wanasemaje. Na Rashid, vyema pia kuwajuza Wakenya ni kwamba wakati wote kuanzia sasa tutaweza kupeleka moja kwa moja hadi ikulu ya Nairobi, ambapo Rais William Ruto anatarajiwa kuhutubia taifa wakati wowote kuanzia hivi sasa. Lakini mbali na hayo, mtazamaji, bado jumbe za risala za rambirambi zinazidi kumiminika. Ikumbuke kwamba Martha Karua wakati mmoja, Rashid, alikuwa ni mgombea mwenza Raila Amolo Odinga, na hii barua amempelekea Aida Odinga, mkewe mwenda zake Raila Amolo Odinga. Anasema kwamba it is with deep shock and profound sadness that I have received the news of the passing of your dear husband, father, friend and great leader, Right Honorable Raila Amolo Odinga. Please accept my heartfelt condolences and those of many who stand with you, your family, the people of Kenya, our continent of Africa and indeed humanity at large. Raila's illustrious career spanning decades towers like a colossus across Kenya and the African continent. His life was a testament to courage, endurance and an unwavering commitment to the liberation and transformation of our nation. Few lives have been so fully devoted to the cause of justice and democracy. He bore immense personal sacrifice, spending years behind bars and away from his loved ones in pursuit of freedom for all Kenyans. That was his burden to carry, but with it came yours, Aida, and that of your entire family. The weight you have carried as his partner in both life and struggle is beyond what most can imagine, and for that Kenya owes you and your family an unpayable debt of gratitude. Ndio jumbe hii kwake Aida Odinga, ni jumbe nzuri sana kwa Aida Odinga. Lakini mbali na yeye ni kwamba Rigathi Gachagua ambaye ni kinara wa DCP anasema, Baba Raila Odinga, may you rest well. To the family, your spouse, Mama Aida Odinga and your children, my family and I join you in prayer during this difficult moment. My deepest sympathies
To you and to the people of the Republic of Kenya, the Enigma Baba, the father of our democracy and a formidable hero of Kenya's second liberation, you stood tall and strong in intellect, knowledge and quest for democracy. You faced brutal regimes, brutality. You were tortured, jailed, abducted and detained severally for Kenya. When the history of Africa's Pan-Africanism is written, your chapter as the indefatigable lion of Africa will attract many readers. Ndio jumbe yake kutoka kwa Rigathi Gachagua, bado akiendelea akisema, much as we have never been on the same political side, I've had a strong admiration of Raila Odinga's art of forming and sustaining a strong political party that survived 4 general elections. I remain by his choice of quality legislatures to fly the party flag and eloquently articulate party policies and the people they represented. You are a hero celebrated home and away. You have not gone, Raila Odinga. You have just faded away. Rest in peace, Baba, and may perpetual light shine upon you forever. Na jumbe nyingine, risala nyingine ya Rambi ni Faruk Kibet anasema, it is with deep sorrow that I join the family, fellow Kenyans and the world at large in mourning the sudden passing of the Enigma, Right Honorable Raila Amolo Odinga. Raila will be remembered as a true champion of the second liberation and multi-party democracy, a statesman who consistently set aside personal interest for the good of our nation. Kama unavyoona Rashid, kwamba watu wote wamekuja pamoja na kila mmoja akimiminia sifa kedekede wakati ameondoka.